Ndio walikuwa naishi kwenye vibanda. Kila wanapohama toka eneo lingine wanajenga vibanda vya kuishi. Kwa hiyo walikuwa wanaiadhimisha hivyo. Na hizi ni sikukuu tatu ambazo zilikuwa zinafanywa na Waisraeli, zilikuwa zimeagizwa na Mungu kupitia Musa. Tamani, amina. Amen. Najaribu kuizungumzia kidogo lakini sio somo. Najaribu kuzungumza kidogo haya sikukuu. Na baadaye ilikuja ikatokea sikukuu ya Purim ambayo ilianzishwa huko Shushani Ngomeni wakati Waisraeli wametangaziwa na Hamani kuuawa. Na Mungu akawaokoa tu katika mauaji hayo. Mordekai aliamua kuanzisha sikukuu hiyo, na kwa jina lingine waliita siku ya bahati, kwa sababu yale yalikuwa yamekusudiwa kuwakuta. Mungu aliyapeperusha baada ya kuwa wameomba maombi siku tatu. Wasomaji Biblia wanajua kupitia Esther akaenda kuomba ruksa kwa mfalme, kaitwa Hama na vitu vingine, mambo yaliendelea hapo. Mungu akawa amewasaidia, wakawa wameokoka katika mauaji hayo. Walianzisha sikukuu nyingine ambao waliita sikukuu ya Purim, ambayo kwa lugha nyingine walikuwa wanaita kwamba Purim maana yake ni kula. Na baada ya hapo kwa sikukuu ya tano ambayo ilikuwa sikukuu ya kutabaruku au kuwekwa wakfu. Sikukuu ya kutabaruku au kuwekwa wakfu. Na hii waliifanya kutakasa kanisa. Baada ya mfalme Antioko wa Epifania kutaka kuiangamiza dini ya Kiyahudi kutumia nguvu ya kijeshi. Aliondoa baadhi ya vitu hekaluni, akaingiza miungu na akatoa sadaka ambazo zilikuwa zinaonekana ni sadaka za najisi kwa Waisraeli. Kwa hiyo katokea kikundi kimoja tu cha wazalendo kinaitwa Makabayo ambao waliamua kumpinga na kufanya mageuzi. Walipigana vita vikali ndani ya miaka mitatu, wakawa wamepata uhuru wao wa kidini. Wakafanya moja kwa moja sikukuu kwa ajili ya kuitakasa ile hekalu. Kwa hiyo wakaianzisha sikukuu hiyo. Amina. Tamani, amina. Kwa hiyo vikao siku vingine kama visiku vya upatanisho ndio kawaida. Lakini hizi sikukuu tano ambazo zilikuwa zinatumika sana kwa Waisraeli. Sasa turudi hiyo jumbe wetu sasa. Umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo. Naomba tusome kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 16 mstari wa 7. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 17. Wale mitambo naomba nisomee. Afika leo chukua hiyo mic, utakuwa unasoma. Tunasaidiana kusoma hapo. Taja kitabu tunakisoma kwa pamoja ili tuweze kushirikiana. Mchungaji anasema tuna amani kwa sababu tuna amani. Na mimi nina furu amani iliyojaa tele. Unajua sisi wapendekeza tukifika mahali kwenye dini yetu najisikia kabisa, yani hapa najua mimi niko kizuiani. Soma mtumishi. Yes. Tasoma Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 17. Mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Amen. 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 Yohana anaandika akinukuu maelezo ambayo Yesu aliyasema wakati anaendelea na kazi yake ya kufundisha. Ikafika wakati Yesu akawaambia kwamba jamani, inanifaa mimi niondoke kwenu. Na wakati natafakari haya nikaona kwamba aliona kwamba imetosheleza wakati ambao alikaa pamoja na hao watu, kwamba unatosha wa kuwepo pamoja nao, unatosha. Sasa akawaambia ukweli kwamba inawafaa nini, yani ni manufaa kwenu. Anawaambia wanafunzi ni manufaa makubwa kwenu mimi nikiondoka.
inawafaa mimi niondoke. Na anajaribu kuambia nisipoondoka kuna uwezekano, na sio uwezekano, ndivyo itakavyokuwa, kwamba hamwezi kumpokea atakayekuja kuwasaidia. Maana akiwepo hapa na kuwepo kama kizuizi cha huyo kutokea. Sasa ili huyo atokee inabidi afanyeje? Yesu ndo ilikuwa ni maneno ambayo wao kupokea ingelikuwa si rahisi sana. Lakini Yesu alikuwa anajua anachokisema. Na alikuwa anajua faida ambayo wataipata baada ya huyo atakayekuja, ambaye alimuita kwamba ni msaidizi, ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Alikuwa na picha ya namna ambavyo watafaidika baada ya uwepo Roho Mtakatifu kuajilia hao watu. Kwa ajili ya watu. Sasa wakati tunaendelea kutafakari ni kwa nini Yesu anafika mahali anawaeleza maneno hayo. Baada ya kusoma pale chini mstari wa 12 nikapata maana halisi ambayo Yesu alikuwa anikusudia. Hebu soma mstari wa 12. Mstari wa 12 neno la Mungu linasema, hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Amen. Unaona Yesu baada ya kuambia inanifaa niondoke kwenu ili msaidizi aweze kuja. Huku chini alieleza pale atakavyokuja mashuhuda wazifanya vitu vingine. Hapa mstari wa 12 anasema ninayo mambo mengi ya kuzungumza na ninyi, lakini naona kikomo chenu cha kupokea kimeishia hapo. Amina watu wa Mungu. Amen. Naona kikomo chenu cha kupokea kimeishia hapo, kwa sababu haya ambayo Bwana tamani kusema hamwezi kuyastahimili. Kwa lugha nyingine hamwezi mkayapokea. Kwa hiyo atakapokuja huyo msaidizi sasa pale tunamwambia atawajulisha na vitu vingine amevieleza hapo. Kwa napata picha umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo kuwa kwanza ni tangazo la Yesu mwenyewe. Situmpigie Bwana makofi. Amen. Kabisa. Ni tangazo la Yesu mwenyewe. Kwa sababu yale ambayo Yesu alitakiwa awaeleze na wasingekuwa na uwezo wa kuyapokea, huyu ambaye alikuja kuyakamilisha. Kwa sababu alisema atawakumbusha niliyowaambia, na habari ya mambo yajayo atawapasha habari zake. Kwa hiyo yaliwekwa kama kiporo kwamba hawawezi kuyapokea wala kuyastahimili. Lakini huyu Roho Mtakatifu anapokuja anakuja kuwasaidia kuweza kuyapokea na kuishi. Tukikosa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa tunapata migogoro mingi. Tukiwa na Wakristo au tukiwa Wakristo ambao hatuna Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, tunakuwa na tunajenga vikundi na hivyo vikundi vyenye nia ya kutengeneza migogoro. Niko nafikiria Mungu alivyofanya kumwacha Roho Mtakatifu kama ametusaidia. Mtu wa Mbeya, mtu wa wapi? Wa Mtwara, mtu si wa Kigoma, kutoka huko tuna makuzi tofauti, tamaduni tofauti. Lakini Roho Mtakatifu ametusaidia tunapookoka, zile tamaduni zetu zimekosa nguvu, wote tumekutanishwa kwenye tamaduni moja ya kimungu peke yake. Na hii inatufanya tukae pamoja, tuzungumze pamoja na tuelewane na tuende kama watu wa kabila moja, wa familia moja na baba mmoja bila kuhitilafiana. Wachache tu ambao hawezi kukosekana kwenye msafara wanakuwepo kinyume, lakini walio wengi wanaelewana. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Wapendwa, Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo Yesu akawa amewaeleza kwamba jamani, ninyi inanipasa niondoke ili aweze kuja msaidizi. Anasema pia nitampeleka kwenu, atakuja kuwasaidia. Na kazi zingine ambazo tutaendelea kuzizungumza hapa tutazionyesha. Lakini pale 12 anaifafanua sababu ya yeye kwenda, kwamba nayo mengine kuambia ni mengi tu, lakini nikiwaambia sasa hawezi kuyastahimili. Kwa maana nyingine hayawezi kuwasaidia chochote. Lakini atakapokuja huyo
atawasaidia kuyaweza kuyaelewa na kuyapokea na mweza mkayaishi vizuri. Sasa mwangaza wa leo tutapata kwa msingi sijui. Mwangaza uelekeo wa somo letu kuwa tutajifunza juu ya mambo mawili tu ambayo tutajifunza hasa Roho Mtakatifu ni nani na kazi za Roho Mtakatifu. Ndio vitu tunavyojifunza zaidi. Lakini aanze kuzungumza kwa nini ni muhimu. Neno muhimu na maana gani? Sasa niseme na nianze na rafiki. Baada naandika. Mpe maiki nimuulize swali. Ukisikia hili jambo ni muhimu, unapata picha gani? Wewe binafsi ukisikia kwamba labda kuna jambo ambalo naliona kwangu ni muhimu. Yaani kwako mwenyewe ile jambo unaona ni muhimu. Kichwani mwako unapata nini? Unapata furaha. Sawa. Wakati najaribu kutafuta neno umuhimu ni maana gani kwenye tafsiri ya Kiswahili sanifu cha kisasa, nilipata kwamba ni jambo linalohitajika kwa mtu au ni kitu au jambo fulani linalohitajika. Kwa hiyo inakuwa kama hitaji fulani ambalo mtu anatamani kulipokea. Ndio umuhimu, kwamba ni hitaji fulani ambalo mtu anatamani kulipokea au kitu fulani ambacho anatamani kukipokea. Nakumbuka kipindi kimoja ilikuwa Jumapili, ilikuwa Jumamosi. Tukaongea na mke wangu, tukawa tunatamani kupata shilingi 20,000. Yaani tukabaidha tuna shida 20,000. Sasa tungepata 20, kuna mambo yangefaa vizuri. Sasa Jumapili tukaenda ibadani na mimi nilikuwa kiongozi wa ibada. Nikaongoza ibada, alikuwa amekuja kutembelea missionary huko. Bosa ibada kaenda akaja kuhubiri. Baada ya kuhubiri akaja kunisalimia. Missionary huko ananiambia ubarikiwe, akanishikisha kitu. Na mimi nikapeleka mfukoni. Sasa ukumbuke ile shida 20,000. Sasa nimekishikisha kitu ambacho najua ni hela. Na kwangu ni muhimu. Na hapa ni katikati ya watu, siwezi kutafuta kujua ni shilingi ngapi. Nilichomoka kwenda chooni ili kuangalia. Maana nahisi kwamba inawezekana shida yangu inafanyaje? Imetatuliwa. Na kweli kupika kule kuangalia 30,000. Na kwa kweli toka kule nachekelea, nina furaha kwa sababu ni jambo ambalo naona kwamba ni muhimu, limefanyaje? Limejibiwa. Jamani, Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia jambo muhimu kwa tafsiri inaonekana kwamba ni uhitaji fulani wa kitu ambacho mtu anatamani kukifikia. Na kwa Wakristo waliookoka, jambo la kujazwa au kuwa na Roho Mtakatifu ndilo hitaji kuu. Yaani hakuna namna. Amina. Yaani kama anataka kuwa Mkristo halisi, ndio, kama kuna mahitaji makubwa ambayo anatakiwa awe nayo, sio kuimba, sio kuhubiri, sio kufundisha, jambo la kwanza awe amejazwa Roho Mtakatifu. Amina. Na hiyo ndio hitaji kuu na la kwanza kwa Mkristo aina yote. Amina, amina, amina. Amen. Amen. Jamani, amina. Unaweza kuona namna gani ukichukulia picha ya mazingira ya Yesu kuambia inanifanya niondoke ili aje, ule umuhimu wake. Ule umuhimu wake. Kwamba ni wa kiwango cha hali ya juu zaidi kabisa. Zaidi. Yaani kama tunataka tutembee vizuri na sura ya Kikristo ionekane kwetu, hitaji letu kuu ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Na hili ni jambo litakalo liwe endelevu, sio kikomo kwamba ni muda fulani. Liwe endelevu na endelevu. Yaani iwe kama tabia ya mazoea ya Mkristo, kwamba kila wakati uhusiano wake na Roho Mtakatifu ni wa kiwango cha juu. Jamani, Roho Mtakatifu yupo. Amina. Yupo kabisa. Jumapili iliyopita
Kwenye ibada yetu pale Kiziwani hali ya hewa ilibadilika. Tumeimba, tumefanya sadaka na vitu vingine. Unafika ule wakati wa kuhubiri. Nilikuwa simama kuhubiri mwenyewe. Nikasikia kuzuiliwa kuhubiri. Nikamwambia jamani, hali ya hewa imebadilika. Yaani moyo umegoma kabisa. Nikasoma andiko, sikutafasiri, nikamwambia praise njoni tuombe. Ilipita operation ya hali ya juu. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye maisha yetu. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Tukijiuliza swali. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu wa Mungu mmoja. Kwa mjibu wa maandiko yanaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu wa Mungu mmoja. Tuna Mungu mmoja lakini ambaye amejifunua katika nafsi tatu. Na kila nafsi ina utashi, ina uwezo wa kiutendaji. Mishonari, sema amen. Aliniambia wewe mishonari, nani? Swedish. Rafiki yako Amanda alinifundisha hilo jina. Jamani, Yesu asifiwe sana. Wapendwa, Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu ni nani, tunapata picha hiyo, tafsiri hiyo kwamba yeye ni nafsi ya tatu ya Mungu mmoja. Na hapa nitaomba nisikilize vizuri, tuone vizuri sana. Au ni nafsi ya tatu katika utatu wa Mungu mmoja. Hata wewe una utatu. Unajua hivyo? Ni mmoja lakini una sehemu ngapi? Tatu. Una mwili, una roho, una nafsi. Si sawa? Ikipotea moja kati ya hizo, mahali kuna maisha. Ni mtu mmoja lakini una sehemu ngapi? Mwili, roho na nini? Na nafsi. Vyote vinapofanya kazi vinamleta mtu katika utu wa ubinadamu ndani ya uhai. Sasa kwa Mungu iko hivyo, lakini kwa sababu ya uwezo wake sasa kila sehemu ndani ya utatu huo ina uwezo wa kiutendaji, ina uwezo wa kufanya kazi, ina uwezo wa kufanya chochote. Na hapa ndipo baadhi ya watu wanashindwa kuwaelewa Wakristo waliokoka. Na hapa ndipo tunaonekana kwamba sisi tumepotea. Kwa baadhi ya watu ambao hawezi kuelewana na sisi. Sasa hebu tusome kwanza kitabu cha Mathayo. Mathayo 28:19. Tuanze kuziona hizi nafsi hizi ambazo tumezisema. Hujafika rafiki? Wewe mwepesi sana. Tuone wakati Yesu anaagiza wanafunzi anasemaje? Maagizo hayo. Mathayo 24:19. 28:19. Atabana sawa na mbili nimesema exam na moja inaweza kuchanganya kweli. Mathayo 28:19. Neno la Mungu linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yote ni majina. Ndio. Si ndio? Ndio. Yote ni majina. Ndio. Jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Kwa nini nasema jina la malaika? Kwa sababu malaika hana sifa ya uungu, yeye ni kiumbe. Lakini huyu Roho Mtakatifu ni sehemu sasa
So wakati najaribu kufikiria sana hayo, nikagundua mchungaji kitu kimoja, sijui kama nimepatia, kwamba Mungu ni jina la pamoja, lakini humo ndani kunatokea hizo nafsi. Lakini baada ya kufikiria tena nikapata picha, ndio maana Mungu aliamua kujifunua kwa Waisraeli kama Mungu mmoja kwa kusudi. Kwamba Waisraeli walikuwa wanaishi katika nchi iliyojaa miungu. Sasa angekuja jamani, kuna nafsi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, pengine angeongezeka na miungu mingine huko juu. Kwa hiyo ili wapatie vizuri, na hivyo ndivyo alivyo, kwamba Mungu ni mmoja, lakini anazo nafsi tatu, na kila nafsi na uwezo wa kufanya kazi. Na baada ya kuchunguza na kuona, nikaona pamoja na Mungu kujidhihirisha kwa Musa kwamba mimi ni mmoja, nafsi zote tatu zilikuwa zinafanya kazi katikati ya safari yao. Amen. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Sio zinafanya kazi katikati ya nini? Ya safari yao. Wako wanasafiri, wanajua Mungu ni mmoja, lakini nafsi zote tatu ziko kazini. Amen. Mungu ni wa ajabu. Sio nikwambia watu hivi, tukitaka kumfanya Mungu afanye vitu fulani fulani, tunataka kumfungia kaboksi ambako katamwekea mipaka ya namna ya utendaji. Kama na uwezo wa kujibadili kuwa mwanadamu, na baada ya hapo atatoka kwenye ubinadamu. Unasemaje? Kwani hapa Mungu yupo? Bwana mjibu wapendwa, hapa Mungu yupo. Yuko wapi? Yuko wapi? Yupo kati yetu. Nikauliza swali. Sio katikati yetu tu, hata ndani yetu. Yupo ndani yetu. Ya tukisema katikati yetu, anaweza kuwa katikati yetu, sio ndani yetu. Maana hata kilabuni si yupo. Kama yuko kila mahali kwa wakati mmoja, sina maana hata kilabuni na kuwepo. Ila utofauti ya kwamba ndani yao hayupo. Sasa sisi anakuwa katikati yetu na ndani yetu. Na hii ndio tusukuma tuweze kumwona katika picha ya hali ya juu, kwa kiwango ambacho wengine hawezi kumuona. Amen. Wapendwa, amen. Nilikuwa naongea kizani kwamba ninapozungumza habari za Mungu nasikia ndani yangu kufurika furaha ya hali ya juu. Maana Mungu, kama Petro Paulo anavyosema kwamba hatambulikani kwa akili za kibinadamu. Walio wengi wamebaki kwenye binadamu na akili zao wamemkosa Mungu. Lakini wale wachache wanyonge ambao wamepata neema, wamepata ufahamu wa kimungu na Roho Mtakatifu amewafunulia, wanamuona Mungu. Ndio maana nikauliza, hapa yupo? Yupo. Yuko wapi? Yupo ndani yetu. Haleluya. Kwa tunamuona Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kama sehemu ya nafsi, kwamba mtabatiza kwa majina haya, jina la Baba na jina la Mwana, lakini na jina la Roho. Hatumuoni Mikaeli ambaye tunajua kwamba ni jemedari na ni mkuu wa kikosi cha usalama cha mbinguni, na hatumuoni Gabrieli ambaye ni mbeba taarifa na ujumbe kutoka kwa Mungu kwa watu wengine, ila Roho Mtakatifu katika haya tunamuona yupo. Ndio. Kwa hiyo tunamchukua kama Mungu. Ndio. Amen. Amina. Na ndio maana haonekani. Ndio. Na anafanya kazi. Akiwemo ndani yangu na ndani yako. Mtu wa himsa na utaonekana mtu wa maana sana. Kwa hiyo Mungu ni jina la ujumla, lakini humo ndani kuna utendaji wa nafsi tatu ambazo zinafanya kazi. Zinafanya kazi. Sasa wakati najaribu kufikia na kuangalia, nikajaribu kuona sasa. Hebu nisomee kitabu cha Kumbukumbu. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 4, Kumbukumbu la Torati. Tuliona ile nilikuwa nalizungumza hapa kwanza katika mtindo huu. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wake wa 4. Neno la Mungu linasema, nasemaje?
sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana. Basi tunatafuta hilo yote. Hayo mengine ni maelekezo baada ya kumtambua. Hapa Mungu anamwambia Musa, awaambie kwamba Israeli, sikieni, Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mmoja. Nikajaribu kusema kwamba Waisraeli walikuwa katika nchi iliyokuwa imejaa miungu kibao, mabeberu, mbuzi, jura na miungu mingi, ng'ombe, miungu mingi ilikuwepo pale ambayo walikuwa wanaiabudu. Sasa kama Mungu anajitambulisha kwamba ni mmoja kwa jina tatu, hiyo ni sura nyingine ambayo ingewafanya hawa watu waendelee kuheshimu miungu au kuzalisha na miungu mingine. Sasa ili awanyooshe, anawaambia ni mmoja, na kweli ni mmoja. Jamani, sinasema ni mmoja kwa nimesema watatu hapa? Hapana. Ni mmoja. Mmoja. Sio sema amekuja kuhubiri mtu yote tunaambia kuna Mungu watatu. Nimesema ni mmoja. Ndiyo. Ila sehemu zake za ujumla huo tatu, kila sehemu ina utendaji kazi. Na utendaji kazi tofauti na hata sehemu zetu tulizo nazo. Mwili unafanya kazi, roho inafanya kazi, na nafsi pia. Zote zinafanya kazi. Ila ni kwa sababu hatuna uwezo kama wa kimungu. Tuona uwezo wa nafsi kuchomoka, ikaenda kufanya kazi, roho ikachomoka, ikaenda kufanya kazi, na mwili ukachomoka. Lakini sasa tumefungiwa katika eneo hapo kwamba hakuna uwezekano. Jamani, Yesu asifiwe. Hakuna uwezekano huo. Sasa naambia Mungu ni mmoja, na hivyo ndivyo ilivyokuwa, na wao ndivyo walivyojua. Hata Muhammad alijifunza hivyo kwamba Mungu ni mmoja ambaye haoi wala hazai. Amen. Takubali sasa hizo imani. Na sisi tunaamini kama Mungu kweli haoi na hazai, ila anazaa kwa njia ya Roho. Amen. Sasa wakati najaribu kufikiri na kuona, nikaziona zile zote nafsi tatu zinafanya kazi katikati ya safari ya Waisraeli. Kwa mujibu wa maandiko, Baba anajitambulisha kwa Musa kwa kuzungumza. Yani udhihirisho wa Baba ulikuwa unaonekana katika safari ya Musa anapozungumza na Musa kwa kumpa maagizo au na vitu vingine na maelekezo, nini kifanyike, nini kitendeke, nini kiendelee. Hapo Mungu Baba kama nafsi anajaribu kujionyesha kwa hao watu kwa aina ya kiutendaji. Ndio maana akasema, sikilizeni, hani maagizo, Mungu ndiye mmoja. Sasa tunamuona na yule mwana humo ndani akifanya. Mwana tunamuonaje kwamba amefanya? Wakorintho wa kwanza 10:4. Ndani ya safari utendaji wa mwana tunauona kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, linasemaje mtumishi wa Bwana? Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana walionywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Tunamwona na Kristo kama nafsi, na yeye ndani ya safari humo, ingawa hawamtambui. Paulo anakuja kuwatambulisha kwamba ni kweli walipokuwa katika jangwa. Tunajua kwamba jangwa ni mahali ambapo huwezi kupata maji kwa wepesi, na mahali hapo pengine panakuwa na joto kali mvuke, kiasi ya kwamba hakuna uwezekano wa kupata kivuli cha kujificha humo. Sasa kipindi wanataka maji, Yesu Kristo alitokea pale kama mwamba. Jamani, ndio kupiga mwamba hapo maji yakatoka eti.
Hapana. Yaani kwamba naenda tu kwenye, yaani je, kwa hivi tusingekuwa na shida ya maji. Unaenda kwenye jiwe, unatandika. Maji yanatoka. Lakini Paulo anaonyesha kwamba kumbe Yesu Kristo kama jiwe, kama mwamba uliwafuata nyuma. Ili kitokea kipindi ambacho maji yanatokea, anajitokeza, niko hapa kunyweni, niwapatie maji mnywe. Amina. Amina, watu wa Mungu. Niwapatie maji mnywe. Paulo anasema wote kwa ujumla, pamoja na ng'ombe na mifugo yao, walikunywa kinywaji cha Roho, na hicho kinywaji kitokea kwenye mwamba uliowafuata. Halafu anatafsiri kabisa kwamba mwamba huo wenyewe alikuwa nani? Yesu. Kama alikuwa nani? Yesu. Sasa tunaona safari inafanya kazi ndani ya safari yako, lakini bado nafsi ya tatu na yenyewe tunaiona ikifanya kazi. Kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 16. Nafsi ya tatu inafanya kazi. Inafanya kazi. Nasema mambo ya Mungu ni mazuri. Nehemia sura ya 9 mstari wa 16. Na wewe umekuwa msomaji mzuri. Ungepata interpreter zawadi. Soma rafiki. Okay. Nehemia 9 mstari wa 16. 14. Neno la Mungu linasema, ukawajulisha sabato yako takatifu na kuagiza maagizo na amri na sheria kwa mkono wa watumishi wako Musa. Endelea. Ngoja kama nimepotea kwenye kuandika.